wakati yule mama anatokwa damu, Yesu alikuwa anapita. Jaribu kufikiri kwamba yule mama asingemgusa, sio Yesu amepita, ingekuwa jani, asingekusudia kwenda kugusa pindo la Kristo. Fikiri nje ya Biblia, unafikiri nini kingetokea Gloria? Ingechukua muda kuponywa. So maana yake Kristo alikuwa available. Hello? Nini ambacho kwa kinatakiwa? That availability ya Kristo ku bring results kwa yule mtu. Kwa unatakiwa kitu gani? Na amue. So maana yake desire to touch. Are we together? So maana yake we can have the massive, marvelous Kristo fan among us. Theophany among us. Ufunuo wa Kristo. Yani nikisema theophany maana yake that Christ himself anajilivili katika namna ambavyo ni tangible na namna ambayo tunaweza tukaiona. Lakini kama hutataka kuengage yourself katika that Christophany ambayo imehappen, labda maandiko yanavyotafsiriwa, labda wakati nyimbo zinaimbwa, anything, manake kuwepo katika kusanyiko sio guarantee ya kwamba nitakuwa na that intimacy. Unaweza ukawepo na usiwepo. Okay. So manake kusudia kuwepo na uwepo. Okay, na nizungumza kitu kimoja muhimu sana ambacho sikusema kwa bahati mbaya kwamba let us be honest. Let us be honest. Kwa sababu ni kama tumekuja kwa aliye mkamilifu ambaye katika ukamilifu wake tumepata ukamilifu. You see? So manake ni namna ambavyo utagundua katika kila program ambayo inafanyika iko well monitored, iko well governed na Roho Mtakatifu mwenyewe. Mimi na mwalimu hatujachagua nothing more or lesser than ya kile ambacho Roho Mtakatifu amekilireveal in your heart. Hatusemi kwa kujigamba, ila tunasema kwa utukufu wa Kristo ni kwamba hayo yote ambayo tumeyamention ni mambo ambayo Roho Mtakatifu ametuambia moja kwa moja. Na because tu wanafunzi bado we are still a student wa Lordship of the Holy Spirit, hatukuona haya kuyabeba kama alivyo. Haina maana tumefuzu, bado tunajiona tu wanafunzi katika maongozi ya Roho. Utaalamu wetu hapo ni mdogo kweli. Okay? Bado tunaendelea kung'ang'ana katika hicho kipengele. So manake tumeyaleta kwenu kama ambavyo ameangusha katika mioyo yetu. So manake wengine ya kwamba tumejiandaa, lakini maandalizi yetu ni katika Roho. Yes? So manake ni kama kusema kwamba zitakuwa ni ratiba ambazo zinabii governed na Roho Mtakatifu mwenyewe. Haina maana kwamba ratiba ambayo iko governed na Roho Mtakatifu manake tunaishi nje utaratibu. No, si hivyo. Maana Roho Mtakatifu sio roho machafuko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. So manake tuko yani kuna that free flow ya namna ambavyo Roho Mtakatifu atakuwa anafanya vitu ambavyo tumevitarajia au na vitu ambavyo na sisi tunajifunza kwamba kumbe ndicho ambacho alikimaanisha kati anatuambia. So manake watu need to know ni kwamba all of us njoo tuje katika the school of the Spirit. The school of the Spirit. The school of the Spirit. How together? Tutaona mengi yakibadilika if all of us tutakapokuja katika the school of the Spirit. Fulani tutakayokuwa nayo, na ndio ambayo tunatarajia ya kwamba moja ya jambo ambalo mimi na wewe after this camp inapokuwa imekamilika ni kwamba unaanza kuona that oneness ya kwamba hufikiri tu kwa sababu unataka kufikiri, usemi tu kwa sababu unataka kusema, ufanyi tu kwa sababu unataka kufanya. Unafikiri, unasema, unafanya kwa sababu Roho Mtakatifu ametaka ufikiri, useme, ufanye. So manake kwenye kila kitu tutakuwa ile ya kujishtukia kwamba hivi ndivyo ambavyo. So manake hata kama imetokea leo Bajuta amepewa nafasi amehubiri, watu wamesema yes it was too powerful. Then after hapo in your heart unajiuliza swali mwenyewe ya kwamba
ndivyo ambavyo nimefanya kama ambavyo Roho Mtakatifu alitaka nifanye. So manake tunafikia mahali ambapo unafika mahali unakuwa na picha ya kile ambacho Roho Mtakatifu anataka ufanye, bila kujali response ya watu itakuwaje katika kufanya kwako. Unafahamu mtani? Yaani ya kwamba wahubiri wengi mpaka wakati huu sema tulikemiwa na Pastor Kristo Naika, lakini
So kwa kusema hivyo, manake wanaona kwamba wanafanya mambo sio for their own strength because they have power, no, but because Mungu amewaempower to do what they are doing. Wakati huu ni kwamba tunatengeneza mazingira ya kwamba kama vile watu waone mimi ndiye ambaye nafanya. Ni wachache ambao tunaondoka kwenye mtego kuonyesha kwamba Mungu anafanya through me. Nasikia nachokisema. So maana watu wanatusema watu wa Mungu ni kwamba kwa nini tunatamani kuwa na that oneness, huo umoja? Kwa sababu pasipokuwa na that oneness tutakuja kucreate kitu kinaitwa idol worship. Na wakati miungu mingi haipo, sio visanamu. Saizi miungu mingi ipo kwenye madhabahu ambazo zinaitwa Wakristo. Huko ndio kuna miungu mingi, maana pana nafasi ndogo kati ya heshima na kuabudu. Yaani kuna kamstari kembamba. Maandiko yametuita kuheshimiana na kuwaheshimu wale ambao wanahudumu neno kwetu. Maandiko hajasema tuabudu, lakini kuna kamstari kembamba sana. Utajuaje kwamba ninamheshimu the minister of the gospel au ninamwabudu the minister of the gospel? Kamstari kadogo. So manake ni kama vile tuna create ya kwamba kanisa sio familia tena. Kanisa ni kama empire, a kingdom. Maana hapo pana king, pana queen, pana princess, kuna maprince na maprincess, then after hapo pana slaves ambao wanatakiwa kuserve the prince, princess, queen and so manake utakuta, kwa sababu mimi ni mchungaji nakuwa the king, mke wangu anakuwa the queen, mtoto wangu hata kama anatembea mlini kwa kiasi gani, yeye ni the prince. Kwa nini tumefika hapo? Ni kwa sababu the lordship of the Holy Spirit may be undermined. Are we together? So maana yake naendelea kusema Mungu anawatumia watu ambao wanaona udhaifu wao katika yeye. Hao ndio watu ambao wananufaika, kwa sababu kama moyo wako ni mtupu, Mungu anaujaza, ila kama moyo wako umejaa, Mungu hawezi kujaza. Wengi tunajiexpose kwa Mungu kama watu ambao tuna everything ambacho tunakihitaji, lakini dhabihu ya Mungu ni moyo uliovunjika, moyo uliopondeka. Mtu ambaye anasema without you I can do nothing. Without you I can do nothing. Mtu mwenye that consciousness, mwenye utambuzi kwa namna ndio kwamba without you I can't do anything. Anything. See? So manake daima katika moyo wake anakuwa na breathe akiwa anaomba kwamba help me Lord. Help me Lord. Hata kama usemi kwa sauti, manake watu wanao ni kwamba you cannot take another breath without him. Wale wote ambao wanauona utegemezi wao katika Yahweh ndio ambao wana become champion and heroes in our generations. Kwa sababu tupo kwenye dunia ambayo kwa kweli kuna advancement ya teknolojia ambayo ijaonekana kwa nyakati za kina Mtume Paulo. Kuna teknolojia ambayo iko very powerful in nowadays, AI. You see? Naweza nikatumia anything, nikapush anything ambacho nakiamini mitandaoni, anything. Na tuwe dunia ambayo kwa kawaida ninapokuwa nina post negative ndio napata a lot of followers. Umefikiri nini ambacho una gain kwa kumfuata, wanamuita I show speed, I show. Mnamfahamu? I show speed. Mnamfahamu? Nini ambacho na gain kwa kufuatilia video zake zile? Nini ambacho na gain? Leo nikiandika YouTube ya kwamba namna nilivyomchinja mke wangu, na kuambia kufikia kesho nina viewers wa kutosha, namna nilivyomchinja mke wangu. Kila mmoja anataka kusikia kitu ambacho ni negative, lakini bado katika hiyo dunia ndiyo ambayo Mungu
ametuokoa na kutuacha hapo ndani. So manake tunaendelea kufight a battle, tunaendelea kupigana vita. So manake hii kampu si tu mahali ambapo tutakaa tutafarijiana, no. Ni mahali ambapo also tuna build soldiers, watu ambao watakuwa na ujasiri wa kuchukua kienge cha nuru ya Kristo wanapojiona wenyewe au pamoja na mtu kwa ajili ya Kristo kutukuzwa na kujulikana kwa watu wote. So huwa nina kamsemo ambako nilikapenda mahali wakati nasoma ya kwamba hatima kila kitu ni kwamba Kristo apate kutukuzwa, kanisa lipate jengwa. Hiyo ndo nia, dhumuni la kila kitu. Kwa nini nafanya anything? Ni kwa sababu Kristo Yesu apate kutukuzwa, kanisa lipate kujengwa. So in this camp tunaona Kristo akitukuzwa, kanisa inaendelea kujengwa, miili yetu inapokea uponyaji, supernatural healing. Swali nini? Bila Mungu. Nilikuwa nasema kwamba watu wanapenda vitu ambavyo Kristo au Roho Mtakatifu anatoa, lakini hawampendi anayetoa. Labda nikutumie mfano mwepesi, ni kwamba anaweza kaja Muislamu kwako akasema, naomba tu niombee nipone, ila sitaki nimwamini Kristo. So maanake watu wengi tumeinvest power tumewekeza nguvu zetu, akili zetu kutafuta nguvu za roho. Ndio nasema nguvu za roho, ndo msamiati mzuri. Nitumie nguvu, nikisema kalama za roho inabidi uzitafute. Lakini katika kutafuta nguvu za roho, tunatafuta nguvu za roho kwa kumneglect yeye ambaye ni chanzo cha nguvu. Kwa ni kama Mungu akisema nichague mimi na nguvu, mtu anachagua nini? Nguvu, anamwacha Mungu. Ndio kitu ambacho tulikuwa nakielezea. Yaani Wakorinto wakawa wanazipenda karama za roho, lakini wakawa hataki that relationship na huyo roho ambaye anatoa karama. So wanakusanyika wanataka kuonesha nguvu za roho nini. Wanasema kwamba the Roho Mtakatifu ambaye amewapa kalamu ndiye ambaye maandiko anasema Roho Mtakatifu ni upendo. So manake utendaji wa kalama za roho inabidi uproceed from his nature which is love. Sema maandiko amesema Mungu ni pendo, si ndivyo? Mungu ni Mungu wa utatu. Kwa Mungu ni upendo, manake Kristo Yesu ni upendo, manake Roho Mtakatifu ni upendo. So manake utendaji wa kalama za roho inabidi uendelee, uchipue kwenye moyo ambao umejaa upendo. Haina maana moyo usiokuwa na upendo hauonyeshi kalama za roho. Unaonyesha. Halo? Lakini kalama za roho zinakuwa na utukufu kwa Baba pale ambapo zina proceed kwenye moyo ambao upo rooted katika pendo la Kristo. Maana ni hapo tu tunaona kwamba chochote ambacho nakifanya pasipo upendo si ibada kwa Mungu, badala yake ni shughuli ya dini, ni religious activity. Are we together? Swali lingine? Another question? Naweza tukabaki na hiyo interpretation kwa ngazi yetu kwanza.
Aha. Sasa nitaka niwaelezee huo mstari, inabidi nikae kwenye muktadha juu na chini. Sasa ile sura iko very confusing to many people, lakini ni shoti ni kwamba yeye anavyosema karama ya Mungu haina majuto, kikawaida ana speak that promise ambayo Mungu alisema kwa Ibrahim, kwa Isaka na Yakobo, ya kwamba Mungu hata ibadilisha that promise aliyoitoa kwa mababu wa Israeli kwa sababu ya kutokuamini kwa Israeli. Naweza kusema so, maana yake at the end of the day, regardless ya unbelief ambayo walionyesha dhidi ya mwanaye mpendwa, bado Mungu atawapa nafasi kumwamini. That was a point ambayo tumekuwa na imeka ya kwamba Mungu si dhalimu katika kile ambacho anakuwa amekisema, ambapo katika ule na ukisoma tafsiri ya Kiswahili na imeandika vizuri, imetumia neno wito, si ndivyo? Imetumia neno gani? Hebu nisomee tafsiri ya Kiingereza. Imetumia neno calling ama imetumia neno gift? Warumi 11, si ndivyo? Mstari ngapi? Mstari wa 29 anasema kwa sababu karama za Mungu hazina majuto. Nisomeni tafsiri nyingine. Mstari wa 29, 11:29. Warumi 11:29. Nisome. Ametumia the gift and the calling. Nisome tafsiri nyingine. Nisome TKU. Nisome. Na? Hiyo ndio logic kubwa ya kwamba soma kwanza juu ni kwamba Mungu alitoa the promise to Abraham, Isaac na Jacob ya kwamba ataubariki na kuongeza uzao wao, lakini ni real sense ukitazama Israel wakati Kristo amekuja, wengi of them walikaa in unbelief. Bado mtume anasema kwamba hiyo haitaifuta ahadi ambayo Mungu alikuwa ametoa to their fathers, lakini ni ukweli ambao unatumika also kwenye vitu vingi ambavyo Mungu anafanya na sisi. Mungu hanaga majuto. Now together. So manake hiyo ina establish immutability nature of God au immutable nature of God, ya kwamba Mungu ni Mungu asiyebadilika. Kwa hiyo kama Mungu ni Mungu asiyebadilika, manake ni Mungu anayetegemeka. So tunaona dependability of God. So manake katika muktadha huo mstari hutumika kueleza kwamba Mungu ata give opportunity kwa Israeli kumtazama tena Masihi na kumuona yeye ambaye wamemchoma, kama ambao maandiko wa manabii wanasema. Sasa Mungu give that opportunity, manake itakuwa inaonyesha uhalisia ya kwamba Mungu hakuvunja ahadi aliyosema kwa mababa zao before them. Inahusianaje na sisi? Sisi somo kubwa ambalo tunaiona hapo silo wazo ya kwamba Mungu alikupa karama aiondoe. Baadaye tunawaza ya kwamba uaminifu wa Mungu ni uaminifu unaodumu. Anavotoa a promise, anajicommit himself to fulfill the same promise ambayo ameitoa. Sasa ukisoma katika maandiko kulikuwa na karibia aina mbili za ahadi ambazo Mungu anatoa. Kulikuwa na unconditional na kulikuwa na conditional. Unconditional maana yake ni ahadi ya Mungu ambayo inatimia bila masharti. Yaani wengine kwamba huhitaji kufanya anything kwa hicho kitu kutokea.
lakini conditional maana yake ni ahadi ya Mungu ambayo inategemea your obedience kwa hicho kutokea. Sasa ahadi ya Mungu kwa Abraham ya kwamba nitakubariki, nitakufanya uzao wako, ahadi nyingi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 12 unaona ni unconditional promises ama blessings ambazo Mungu anampa Abraham. So manake Mungu analifanya hilo for his glory, kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Nimekujibu umekujibu karibu. Sasa hapo nilikuwa na introduce new thing kwenye kanisa la sasa, hujasikia? Of today condition. Okay, sawa. Tufanye hivi, tubadilishe neno promise tuweke neno covenant. Covenant, unconditional covenant na conditional covenant. Sisi tupo katika unconditional covenant. Baraka zote za Mungu ambazo tunazipokea, it is because tupo united with Christ, na tuna be united by Christ is through faith, kwa njia ya imani. So manake as long nimeunganika na Kristo kwa imani, manake ni mnufaika wa kila kitu ambacho Mungu anacho, na kuwa ni mlisi pamoja na Kristo. Unasikia nikisema? So manake ni either niwe united with Christ or niso united with Christ. How together? So manake muamini anapokuwa united with Christ, muunganiko huo wake na Kristo unazaa kitu kinaitwa obedience, utii. Ndo tunda la nje ambalo tunaliona kwamba anakuwa ni mtii kwa Kristo, anakuwa ni mzalendo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. So manake tunaanzia kupokea kila kitu at the point of salvation. Kila kitu ambacho tunakihitaji tunakuwa tuna receive. Kwa hiyo manake, nisikiza vizuri point, ni either u receive ama usi receive. Ukireceive yanajizalisha katika obedience. So manake obedience haiwi tena promise tu utapokea taji ukiwa obedient. Baadaye anasema, mara nyingi anasema kwamba atakayeokoka. Sasa ukisoma kitabu cha Ufunuo, atakayeokoka imetafsiriwa katika Injili, yupi ambaye anayeokoka? Ni aliyeamini. Unasikia ninachosema? So manake watu wanasema kwamba muamini katika Kristo ni mlisi wa ahadi zote za Mungu. Anakuwaje mlisi wa ahadi zote za Mungu? Through faith, katika kile ambacho Kristo amekifanya. Na that faith katika kile ambacho Kristo amekifanya inazaa obedience to him. Na that obedience to him inakuwa ni okay. So maana yake kusema obedience to him ni tunda la manufaika ambayo tumeyapokea katika Kristo, ya baraka tuliyopokea katika Kristo. Hatukumtii kwanza ili tubarikiwe, no. Baada ya kureceive baraka zote kwa njia ya kumwamini Kristo Yesu, utii unazaliwa. So kwa kusema maana yake sisi waamini tupo katika unconditional covenant ambayo ni new covenant. Agano jipya ni unconditional. Nimekujibu? Karibu.
mm. mm. Una continue to pray, lakini unavyoendelea kuhusiana na Baba ndivyo ambavyo dependability in you inapungua, dependability to him inaongezeka. Hiyo ni hali ya mwili ambayo si kwamba haipo kwetu, ipo pia, lakini ndio maana tunavyokuwa tunafanya wanafunzi, maanake ni kutafuta that oneness ya kwamba uwe actually kila mmoja hapa anamtegemea Mungu. Tunakubaliana hiyo, kila mmoja hapa anamtegemea Mungu, ila tunatofautiana the degree, kiwango cha dependability ambacho mtu ana provide to him, sababu hakuna ukisema imani ni utegemezi. Kwa kila mmoja ambaye amwamini Kristo maana yake anamtegemea Mungu, lakini tunatofautiana kiwango. Sasa Mungu anataka that total commitment, total dependability, total trust on him. Hiyo ndo safari ya mwamini. So manake kuna wakati yes you have that trust, lakini kuna just kinaweza kikainuka kama ego cha namna hiyo, lakini hautakiwi kubaki kwenye hiyo hali, kwa sababu ile tu umejikagua na gundua kama kitu ni kitu, hiyo inakuonyesha kwamba si hali yako. Yaani kuna tofauti, unajua okay, unamwambia mtu unaona akipona hapa, akipona afu unajishtukia mwenyewe this is not right. Manake kuna that sense ambayo inaonyesha kwamba you still growing. Hiyo unaona kwamba akipona nina sadaka hapa, yani lazima hii atoe shuhuda kanisani. Manake kuna hiyo motive inakuwa ni self glorification. See? So manake unataka ni kama self worship ya kwamba the moment amkuja hapa mtu, jamani niliombewa na Pastor Kevi, nilipona moja kwa moja. Sasa ile nilipona, hiyo sio shida tu kusikia, it is good mtu kutestify, lakini baada ya kusikia moyo wako unafanya nini? Je, ni kwamba yes, hapa naona tutaanza kupata heshima sasa, unaelewa? So manake katika kila hali na kila namna lazima tujifunze kwa maneno yetu, kwa vitendo vyetu, kwa mawazo yetu, ya kwamba ni Mungu aliyefanya kupitia mimi. Kuwa na that mentality, anza ku build up. Ni zoezi ambalo linaendelea, si kitu ambacho tunaweza ka-attend to the single day. No, ni zoezi endelevu la ku make sure kwamba Yesu Kristo ataonekana through me. Na aiwange kwamba tunasema kwamba hapana, so ushuhuda umeshatolewa hapa, sio mimi jamani, ni Mungu. Hebu tusimame tumtukuze Mungu. Haibadili chochote, kinachoangaliwa moyo wako. Unaweza hata usimame hapa, mtu asema jamani, mtumishi huyu ana nguvu za Mungu, hii madhabahu ina nguvu za Mungu, ina nguvu za Mungu. Unaweza tuseme chochote, yani upo kimya tu, lakini hujafanya self glorification. Unaweza kusimama ukasema hapana, ni Mungu amefanya. Kumbe nia yako ni kuteka nia za watu zisikuone ya kwamba unajitengeneza kuwa idol worship, unajitengeneza kuwa Mungu katikati yao. So manake unajua watu wa dini wanapenda sana hizo lugha kwamba ni Mungu tu, ni Mungu tu atakusaidia. Wanapenda sana, wanapenda mno. Yaani hata kama ninawaibia, lakini ni my preaching naonesha namna fulani ya kwamba it's not me. Unakuja na fundisho langu la uongo, labda madhabahu 7 za kuzimu, baada nasema hebu imbeni wimbo nashangazwa na rehema zako. Naimba kwa utulivu sana, niko too deep. Ni wewe Yesu umeniokoa, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu. Madhabahu 7, I feel anointing. Madhabahu 7, hiyo bado ni self worship. So manake self worshiping manake ni kutaka kujifanya wewe kuwa ni object of worship kwa watu ambao wanaongoza. Hiyo ndio kitu ambacho natakiwa kuepuka kwa gharama zote. Sasa ongea angetoa mfano kwamba Bwana Yesu alikimbia. No, hiyo ishu Bwana Yesu ni nyingine kabisa. Nataka kufanya mfano alienda akiwa na sababu nyingine kabisa
Yesu Kristo alikuwa anakubali ibada, lakini kwetu sisi tunatakiwa kuwafundisha tunaoongoza kujua mamlaka ya Kristo na mamlaka ya ofisi ya kichungaji, walimu, kitume katika kanisa, lakini tunatakiwa kuwafundisha kumwabudu Yesu pamoja na mtume. Ikisikika pamefika mahali pa kusema namshukuru sana Mungu, namshukuru sana na Kevin, yaani kama tukimwona Mungu na Kevin kama they are two objects of worship, badala yake kusanyiko ambalo limekuwa kiroho ni ile kusanyiko ambalo linafundishwa kumuona Kristo kuliko mhubiri. Kuna mkufunzi mmoja aliongea statement moja kwamba ukoaji wa kiroho ni pale ambapo tunawafundisha waamini kupunguza kututegemea na kuongeza kumtegemea Kristo. Lakini hiyo kupunguza kututegemea kumtegemea Kristo inafasiriwa vibaya. Haina maana wale ambao wanawaongoza hawana nafasi kwenye moyo. Lakini maandiko hajatufundisha kumtegemea. Utegemezi ni kwa ajili ya Mungu tu. Hutaki kumtegemea mtu. Together. Kumoja mpaka hapo. Nimejibu swali lako so manake kila wakati unakuwa na that tathmini ya je, ninachokifanya nafanya kwa kumpa Mungu utukufu au ninafanya kwa ajili ya kupokea sifa na matukuzo kutoka kwa watu, kwamba Bajuta na nguvu za kiroho. Ilinisumbua sana Muhimbili kipindi cha nyuma. Bado yule mgonjwa wa kansa kupona. Ilikuwa ni taabu sana. I remember kwenye mkutano mmoja ilikuwa inabidi baadhi ya ndugu waje kung'ang'ania viatu vyangu. At a moment. Huko mbele unafundisha neno la Mungu namna hii, unakuta ndugu mwingine kiatu, mwingine shati, mwingine jasho. Mtu anaona uponyaji wake kwenye kiatu, anaona uponyaji wake. Hiyo ni nzuri sana kwa ubiri ambao tunapenda ile. Hiyo kituma YouTube ni man of power, lakini inabidi ikatoka umeenda kuhubiri mahali imetokea hiyo. Shida sio kutokea hiyo, imeshatokea. Then moyo wako unafikirije? Wengine wanatengeneza kama pattern kiatu cha upako, jasho la upako. Sijaona hiyo nitaintroduce mimi. Naona siku kuna maji ya upako na chumvi, sijaona ya jasho. Jasho la uguse jasho la mtumishi. Kwa hiyo hapo mnafanya tu mpango upasue na AC, jasho liendelee kutoka. Sasa moyo wa unyenyekevu tunaupimaje kutokea hapo? Manake ni pale ambapo umeona uhitaji kwamba hii si lazima kwa aliyeamini kugusa kiatu cha mhubiri apokee uponyaji. Hii si lazima, maana maandiko matakatifu yanafundisha elimu ya uponyaji. So manake naanza kuinvest kupunguza hizo activity za kutaka kuniona mimi ni special among them. Badala yake naanza kuwafundisha kwamba ni miongoni mwa ndugu zenu. Unajua Bwana Yesu anashangaza sana. Nilikuwa nasoma Injili mwalimu, nimeshangaa Bwana Yesu anavyoambia wanafunzi ya kwamba anamwambia Mariamu amfuku kutoka kwa wafu, kawaambie ndugu zangu naenda kwa Baba ambaye ni baba yenu. Mungu kawaambie ndugu zangu. Kwa mwandishi wa Ibrania anaandika ikiwa na hofu, anasema aoni haya kutuita ndugu zake. So manake Kristo pamoja kwamba alikuwa ni anointed among us, like always alikuwa anajipresent to us as a brother. So kama figure ambayo na mwenye alikuwa na haki zote za kujitofautisha na sisi ni Yesu. Sasa wahubiri wengi tukishafika hapo mahali ambapo tumeanza yes, tunatakiwa kutangulia kwenye vingi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Lakini sasa that kutangulia kwa vingi kwa ajili ya utukufu wa Bwana is create dependence ya namna ambavyo watu hawawezi kuomba isipokuwa wametaja jina la Mungu wa Calvin. Anafanya mwalimu, ninaomba kwa Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo na Mungu wa Calvin. Yaani kishafika hiyo ngazi ni shida. Sababu kwenye maandiko hatuna Mungu wa Calvin. Tukifikia mahali ya kwamba Mungu wa madhabahu ya Logate, hiyo ni shida tena. Mungu wa madhabahu ya Logate, no. Kwa sababu hakuna muamini, hatuna individual. Hii ni fundisho ambalo nilikataga milele, sio kwa nini, lakini
Hatuna madhabahu binafsi binafsi. All of us tuna the single altar ambayo ni Calvary, ambapo Kristo aliwambwa. Are we together? Nakuwa nimejibu swali lingine. Haya, kwa kuwa hapana swali, simame. Sijajua nimeongea vitu vingi kwa wakati mchache, ila bado sijafikia lengo ambalo nataka kulifikia. Tutaendelea pale jioni kwenye session ya usiku. Lakini wakati huu tunaomba kwa ajili ya neno ambalo tumejifunza kwamba maisha yangu yanaathiriwa na ubwana, the lordship of the Holy Spirit. The lordship of Jesus, nimwambia ni lordship of the Holy Spirit, ya kwamba ninaongozwa na Roho wa Mungu, ninakuwa chini ya maongozi ya Roho wa Mungu kwa maneno yangu, matendo yangu, kila kitu ambacho nakifanya chini ya conviction, chini ya inspiration, chini ya witness ambayo ina come inside from the Holy Spirit. Ngome nyingine sina, nategemea kwako.